Jambo la muhimu sana ambalo nataka ulishike na ulikamate vizuri ni kwamba tunaishi siku za mwisho. Kwa hiyo ni bahati njema kwa kwetu sisi kuwa katika siku za mwisho. Ingawa kiukweli pia ukiangalia haraka haraka ungetamani ungekuwa umeshakufa miaka ya 60 huko mbinguni na kina Elia, kina nani umepumzika. Maana mambo ya kizazi chetu nayo sio ya mchezo. Lakini nilikuja kugundua kwamba sisi tumekuwa wired kwa ajili ya majira haya. Yani sisi tuna kitu ambacho ni cha majira. Badala ya kutia huruma, tuinuke sasa, tukasirike sasa. Sisi ndo wenyewe sasa. Yani badala ya kutia huruma, yani Yesu anarudi jamani, muda hautoshi. Yani sijui kama yana anaweza karudi hata leo. Ukiendelea na hizo habari na kweli anarudi anakuta hujafanya chochote kwa sababu ulikuwa unatia huruma. Ila sisi tuna fursa ya kuwa na matokeo makubwa kuliko unavyofikiri. Na bado tutalipwa mshahara unaofanana na wale waliotangulia. Sisi ndo kwenye Biblia tunaitwa wale wa saa 11. Umenielewa? Maandiko yanasema mtu mmoja mwenye shamba aliajiri watu shambani mwake. Wa kwanza walikuwa ni wa saa 3 asubuhi. Wa pili walikuwa ni wa saa 7 mchana. Wa pili walikuwa ni wa saa 9. Alafu wa 4 walikuwa ni wa saa 11. Ila wote aliwapa dinari, mshahara unaofanana. Akina Ibrahim, Isaka na Yakobo wakalalamika wakasema haiwezekani vijana wa 2000 walipwe sawa sawa na sisi. Sika umenielewa? Ndio maana wale wa jioni haiwezekani wamefanya kazi saa 1 alafu walipwe. Mungu anawaambia wamefanya kazi kwenye mazingira magumu. Hizi zama huenda Ibrahim ungeacha wokovu. Achaneni nao hawa watu. Anafanya kazi na mpinga Kristo anafanya kazi. Nyinyi hata mpinga Kristo mjui kama atakuja kutokea. Achaneni nao watu, ni watu hatari. Kwa hiyo tutalipwa sawa sawa na wale jamaa, ila ni baada ya kufanya kazi ya kueleweka. Kwa tuko kwenye siku za mwisho tayari. Na siku za mwisho zilianza pale tu Yesu alipokufa na kufanyaje? Na kufufuka. Siku za mwisho zilianzia hapo. Alianza kusisitiza watu akiwaambia kwa habari ya kuhubiri Injili, na pia akisisitiza ya kwamba kama vile mwivi anavyokuja kwenye nyumba ya mwenye mali bila hodi, ndivyo atakavyorudi. Imagine alianza kuongea hizo habari za kurudi kana kwamba anarudi wiki ijayo. Hiyo ni miaka 2024 iliyopita. Kwa hiyo kuanzia wakati huo anaanza kuzungumza dalili za kuja kwake. Tangu wakati huo tayari mwisho ulisha. Hizo ndo siku za mwisho. Ule ndo mwanzo wa siku. Nafikiri sasa tuko mwisho wa siku za mwisho. Lakini sasa mwisho unaweza kuwa ni miaka 10, unaweza kuwa ni 20, unaweza kuwa 50, unaweza kuwa hata 100, kwa sababu sisi wenyewe hatushiki kalenda ya Bwana. Japokuwa mambo yanazidi kuiva, na kiukweli ukiangalia mambo kama yalivyo, muda ni kama unatisha. Yaani unaweza kufikiria hata 10 haipo. Sasa hivi mambo yanakwenda kasi sana. Umeanza kuona watu wanafanya majaribio ya unknown flying object kule Marekani. Watu wengine wanasema ni drones ni nini, lakini zina kasi kuliko drone za jeshi. Yaani inakimbizwa ile drone na drone ya jeshi haipati. Na Marekani hivyo na teknolojia ya juu. Na basi kama ni wa Marekani, basi ni wa Marekani walioendelea kuliko jeshi la Marekani. Wana test mitambo. Sio kama unanielewa. Watu wameanza kufanya artificial intelligence. Nimesoma habari leo moja inaonyesha kwamba kuna tukio la kupotea kwa watu liko imminent, ambalo watu watapotea. Wanakadiria watu warao kama 10,000 watapotea wakati fulani. Warao kama 10,000. Wana test mitambo ya unyakuo hewa ili ukitokea ule original unasema ni yale kama ile. Kwa hiyo wenzetu wanaharakisha kutengeneza mambo ya kucounter unyakuo, kucounter ujio wa Yesu, ionekane ilikuwa ni nadharia tu, sio yenyewe. Sasa na sisi tumejipangaje kufanya kazi kwa kasi kwenye muda mchache uliobaki, ili Yesu akija kutusimamisha siku ile ya hukumu tuone cha kuonesha. Hapa ndo mambo yalipo magumu sasa.